tuna imani na huruma. Huruma kweli 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 kweli, huruma kweli 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 kweli, huruma. Siku ya leo ni siku muhimu kwenye maendeleo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ni siku ambayo imekuwa na tukio muhimu kwenye kanda namba 1. Kumbukwe kwamba sisi jiji la Dar es Salaam, ili kuhakikisha tunawafikia walipa kodi sehemu zote, tulianzisha kanda, na kanda hizi ziko 7. Kanda hii namba 1 ambayo ina mchango mkubwa kwenye bajeti ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Sasa leo ilikuwa ni uzinduzi wa ofisi ambayo kimsingi itakwenda kuchochea kasi ya utendaji kazi wa kanda namba 1. Na ofisi hii tunashukuru makampuni yameendelea kujitokeza kuiunga serikali mkono, kwa maana ya kutoa sehemu ya faida ambayo wanazipata ili kuunga mkono juhudi za serikali kwa maana ya CSR. Ofisi hii tumepata ufadhili kutoka kwa kampuni binafsi ambayo imeona ni vyema katika kuhakikisha kwamba tunafika malengo ya kitaasisi itoe mchango wake. Kwa hivyo tunapongeza jitihada za sekta binafsi kwa serikali, na hii tafsiri yake ni kwamba serikali pamoja na sekta binafsi zinakwenda mwendo mmoja ili kufikia malengo ya serikali yenyewe. Lakini katika kufikia malengo hayo, kanda namba 1 ni kati ya kanda ambazo zinafanya vizuri sana, na kama nilivyosema, ni kanda ambayo ina mchango mkubwa kwenye bajeti yetu ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Bajeti yetu ni shilingi bilioni 130 na sehemu kubwa ya bajeti hiyo inatoka hapa, na mpaka kufikia leo kanda namba 1 imefikia kiasi cha 97% ya lengo la mwaka mzima, na hivyo ni kazi kubwa ambayo inaendelea. Mambo kadhaa ambayo tumeendelea kusisitizana na hata kwenye kikao cha leo ni kwamba, moja ni kuendelea kuhakikisha kwamba watumishi wa kanda namba 1 wanaendelea kufanya kazi kwa nguvu na kwa uadilifu mkubwa ili kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato. Lakini la pili ni kusisitizana kuhusu utendaji kazi ambao kimsingi unalenga katika uzalendo. Moja ni uzalendo, lakini 2 kuhakikisha kwamba watumishi wanafata ile misingi ya kiutumishi: kuepuka rushwa, kujituma, kuwa na bidii ya kazi, kuepuka uzembe na sababu nyingine zozote ambazo zinafanya mtumishi asifikie malengo ya kitaasisi. Lakini picha kubwa katika hilo ni kwamba watumishi waendelee kufanya kazi kwa bidii ili kulinda heshima ya serikali na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata tafsiri ya serikali ambayo kimsingi inaendelea kufanya kazi na inaendelea kufanya kazi vizuri, lakini inaendelea kuhudumia wananchi wake kupitia mapato na kupitia huduma ambazo zinatolewa na sisi kama serikali.